أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Leo au hizi siku tuko katika masiku yanayojulikana kwa masiku 10 ya karama, asharatul karama, au kwa lugha ya Kiajemi wanaita daheye karamat, yani siku 10 za karama. Na hizi siku 10 za karama zinaanza mwanzo wa wilada ya bibi ya Nana Fatima al-Ma'suma. Bibi Fatima al-Ma'suma aliyezaliwa katika tarehe 1 ya mwezi Dhulqa'da mwaka wa 183. Bibi Fatima ni nani? Bibi Fatima ni miongoni mwa mabinti waliozaliwa katika familia ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akiwa ni muendelezo wa wale ambao ni watukufu katika familia ya Ahlul Baiti, akiwa ni mtoto wa al-Imamu, akiwa ni dada wa al-Imamu, akiwa vile vile ni amma wa al-Imamu. Baba yake ni Musa ibn Jaafar na kaka yake ni Ali ibn Musa ambaye ni al-Imamu wa 8 na vile vile ni amma wa al-Imamu wa 9. Bibi Fatima al-Ma'suma ana karama, ana ubora miongoni mwa wanawake waliopita katika umma wa Kiislamu. Na siku aliyozaliwa imejaliwa kuwa ni siku ya binti duniani katika ulimwengu wa Kiislamu, ikiwa ni tasharruf, ikiwa ni kupata baraka na siku aliyozaliwa mtukufu huyu katika siku kama hizi ambazo tunaziishi. Bibi Fatima al-Ma'suma amepewa laqab al-Ma'suma kwa sababu ya uchamungu wake, liwaraiha wa taqwaha. Uchamungu aliokuwa nao ndio uliompelekea akaitwa al-Ma'suma, kwa sababu hakuwahi kuonekana akiacha yale aliyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala au akifanya yale aliyekatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na si isma kwa maana ya isma kama ilivyo kwa maimamu wale 12 ambao tunawafahamu, akianza na al-Imam Ali ibn Abi Talib wakiishia na al-Imam al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif. Bibi Fatima katika siku hizi za mazazi yake vipi tusherekee? Kwa wale ambao wako katika maeneo ya jirani na haram yake katika mji wa Qum, wana uwezo wakaenda kumzuru, wakaenda kuomba dua katika maeneo yale, wakaweza kwenda kuswali katika maeneo yale, kutabaruku na uwepo wao katika maeneo yale, ikiwa ni utekelezaji wa maamrisho au wa maelekezo ya Ahlul Bait katika kuchuma mema, tukiambiwa manzaraha arifan bihaqqiha wajaba lahul janna. Yule ataenda mzuru, atakayeenda kumtembelea Bibi Fatima al-Ma'suma akiwa anajua haki yake, atapata pepo. Lakini kuna riwaya zingine zinazoashiria kwamba atakayemzuru atapata shafaa yake, atapata msamaha wake siku ya Kiyama, pale ambapo huenda akawa ana makosa mbalimbali, amedondoka sehemu mbalimbali. Mwenyezi Mungu kwa msamaha wa bibi huyu anaweza kusamehewa madhambi yake, akapata shafaa ya mtukufu kama huyu. Na hapa wapo ambao watakuwa hawajui haki ya Bibi Fatima al-Ma'suma. Wale ambao hawajui haki ya Bibi Fatima al-Ma'suma hawawezi kufikia ile makamu ambayo inatakikana ya kuingia peponi, ya kupata shafaa yake. Na ni akina nani hao? Kuna makundi takriban 3 tunaweza tukayaashiria ya ambao hawatopata baraka za Bibi Fatima al-Ma'suma. Kundi la kwanza ni wale ambao hawaamini shafaa, man la yu'min bishafaa, ambao hawaamini shafaa ya Bibi Fatima al-Ma'suma au shafaa bishakil am kwa maana pana. Wanaweza wakawa ni makafiri
yani wasiokuwa wana imani ya Kiislamu, wanaweza wakawa pia ni miongoni mwa Waislamu, lakini hawaamini kwamba hawa watukufu wenye baraka hizi wanaweza kuwaombea msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa nafasi zao Mwenyezi Mungu akaweza kuwasamehe waja kupitia makamu walizokuwa nao. Lakini watu kundi la pili, man yu'dhi ahlal bait, ni wale wanaowaudhi ahlul bait. Maudhi kwa ahlul bait yanaweza yakawa na sura tofauti tofauti, lakini idha li ahli albayt, kuwaudhi ahlul bait ni katika vinavyopelekea wewe kutokupata shafaa yao. Kama utawaudhi kwa kuwapiga vita, kama utawaudhi kwa kuwazungumzia machafu ambayo hawajayafanya, kama utawaudhi kwa kuwasemea uongo, kama utawaudhi ahlul bait kwa kufanya yale ambayo hayamridhishi Allah subhanahu wa ta'ala na kukhalifu amri zao, hapa utakuwa uko mbali na shafaa ya bibi huyu, bibi Fatima al-Ma'suma. Lakini la nne ni katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, na hili limekuja katika riwayati, man istakhaffa bis salat. Taban salah ni ramzu taa, as-salat ramzu taa, bihaith lau hautoswali inaonekana kana kwamba zile amali zote ambazo ulikuwa unatakiwa uzifanye hautoweza kuzifanya, kwa sababu swala ndiye amudu din, swala ndiye nguzo ya dini. Ikisimama swala, zitasimama na zingine. Swala itakapoanguka, na zingine pia vile vile zitaanguka. Kwa hiyo atakayekuwa anastakhif, hazingatii swala yake, hazingatii taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, pia ni miongoni mwa ambao hawatopata shafaa ya bibi Fatima al-Ma'suma. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.